Tuko katika kipindi cha Kwaresima. Kama alivyozungumza baba paroko, hii ni wiki ya kwanza ya Kwaresima. Na Kwaresima ina historia kubwa. Mimi nimshukuru sana baba paroko kwa mifano mizuri aliyoitoa, hasa ya majaribu ya shetani ambaye alimjaribu hata Bwana wetu Yesu Kristo kwa siku 40. Sasa kama Bwana Yesu alijaribiwa kwa siku 40, mimi na wewe tu nani mbele ya shetani? Kwa hiyo nizidi kuwapa moyo ndugu zangu wa Kristo na wa madhehebu mengine pamoja na Watanzania kwa ujumla kwamba kimbilio letu ni Mungu. Nimeshukuru sana waimbaji hapo walipokuwa wakiimba, hawakuhangaika hata kuvaa barakoa kwa sababu wanajua Mungu wao ni mkubwa kuliko barakoa. Sijasema wanaovaa barakoa wanafanya vibaya. Hata wewe baba paroko umekuja bila barakoa, ilipofika wakati mwafaka wa kuvaa barakoa ukaivaa, na baadaye sasa hivyo umeivua. Hii inaleta imani kubwa sana. Ndugu zangu, nchi nyingi zimeanza kuvaa barakoa. Ninyi ni mashahidi katika vyombo vya habari. Nchi hizo ndizo zinaongoza kwa watu wengi kufa. Wengi, maelfu. Sijasema msivae barakoa wala msinikoti vibaya, lakini kuna barakoa zingine sio nzuri. Nataka niwaambie, huu ndio ukweli. Mtaletewa barakoa zingine ambazo ndizo zenye matatizo. Mimi ni kiongozi wenu, ninajua mengi. Ni lazima niwaambie ukweli. Ukitaka kuvaa barakoa, kavae zilizotengenezwa na Wizara ya Afya. MSD wanatengeneza barakoa. Ukishindwa za namna hiyo, shona yako mwenyewe. Kachukue kitambaa, hata kama nilikanga likunja hata mara 5. Nawaambia ndugu zangu, mimi ni mwenzenu, ninaifahamu. Hii ni vita. Na ndio maana mtaona wagonjwa wengi ambao wameathirika na magonjwa haya ya corona wako mjini. Vijijini kule Itabagumba kwa Mheshimiwa Jaji Mihayo hawapo wanaovaa barakoa, na ndio maana hawaathiriki. Nilikuwa namwangalia Jaji Mihayo hapa, amefunika pua yake na mke wake mpaka nilishindwa kuwaelewa mwanzoni. Lakini maandiko yanasema kila atakayetaka kujiokoa nafsi yake ataipoteza. Ninawaomba sana ndugu zangu wa Kristo, ndugu zangu wa Tanzania, tujue Mungu yupo. Mungu anaweza kila kitu. Tusiogope, siku moja tutakufa. Hata mimi nitakufa. Kutokana na alichokipanga Mungu, naweza nikafa kwa corona, naweza nikafa kwa nini. Na ndio maana mnaniona hata mimi sijavaa barakoa. Sio kwamba siogopi kufa. Nimeona niliseme hili. Nimemshukuru sister hapa hajavaa, lakini wenzake wawili wamevaa. Nikasema sasa kama hawa viongozi ndio wanataka wanatueleza kila siku tumwamini Mungu, vipi leo? Mungu anaweza. Mama yule profesa, hebu simama mama wakuone. Huyu ni profesa, ni msomi, aliwahi kupata kansa. Titi lake moja likatolewa, lakini Mungu amemsimamia mpaka leo anaishi na anaimba na kumwimbia Kristo. Hajikwezi. Ninayasema haya sio kwamba mimi ni mtiifu sana au mwaminifu sana au kwamba mimi sio mzambi. Tutaokolewa kwa neema.
ninawaomba, serikali haijazuia barakoa, lakini tuwe uangalifu katika kuchagua barakoa ipi ninavaa. Tutaangamia. Msifikiri tunapendwa mno. Vita ya uchumi ni mbaya, na ndio maana nawapongeza watu waliovaa barakoa za kujitengenezea wao. Ninamwona mama pale amejivaa ya kitenge. Hongera sana mama. Hizi tunazozinunua madukani tunajiua wenyewe. Ni lazima niliseme, watatukana, lakini nina wajibu wa kusema ukweli. Hebu tutaje ni nchi gani ambayo haijafa watu na corona? Maelfu wanakufa. Kuna nchi iliwahi kupoteza watu 3,000 kwa siku moja, na wanavaa barakoa, saa nyingine wanavaa 2. Sisi tuchukue tahadhari za kiafya kama ambavyo zinatangazwa. Tumtangulize Mungu, lakini pia tutafute mbadala, ikiwa ni pamoja na kujifukizia. Wapo, mimi hata wasaidizi wangu wengine wameshaugua. Mimi watoto wangu wameshaugua. Wapo wadogo zangu wameshaugua na wakapona. Ni kumtanguliza Mungu na kuchukua tahadhari, lakini pia kujifukizia. Msikuzalau. Kuna dawa inaitwa Bupiji. Watu wamepona mpaka kwenye mahospitali wametumia hiyo dawa. Kuna Covido. Kuna dawa za kila aina wanazitumia Watanzania. Ninawaomba ndugu zangu wa Kristo na ndugu zangu wa Tanzania, tutoe hofu ya corona. Lakini pia serikali yetu katika awamu ya 5 imefanya mambo mengi. Tumejenga vituo vya afya zaidi ya 487. Tumejenga dispensaries. Tumejenga hospitali za mkoa na kadhalika. Ninafahamu hospitali hizi tumekuwa tukizijenga katika maeneo mbalimbali ambayo pia vyombo vyetu vya ulinzi na usalama na familia zao zimekuwa zikifaidika na vituo hivi vya afya pamoja na hospitali hizi. Nilipokuwa nasikiliza maelezo pale katika plani ya maeneo haya, niliona mna plani pia ya kujenga hospitali, na mimi nikawa nafikiria vile vituo vya afya tunavyovijenga huwa vinagharimu kati ya milioni 400 na milioni 500, na panakuwa na majengo karibu 6 hadi 7, na vituo hivyo vimekuwa vikifanya operation na x-ray na vitu vingine kadhaa. Nimefikiria wakati nikiwa nimekaa hapo, nikaona kuna ubaya gani tukijenga vituo vya afya katika taasisi za majeshi yetu. Ili maaskari pamoja na familia zao wawe wanatibiwa hapa. Kwa hiyo nimeamua tena nitawaletea milioni 500 zijenge hospitali kubwa hapa. Ili familia pamoja na maaskari pamoja na wananchi wanaozunguka maeneo haya waweze kufaidika na huduma zinazotolewa hapa. Ninajua jeshi la polisi lina madaktari, kwa hiyo hii ni njia mojawapo pia ya kusaidia. Nataka nitowe huu mfano, na kama utaenda vizuri tunaweza tukauendeleza katika majeshi mengine, magereza na kadhalika. Jeshi la wananchi najua wana hospitali zao. Sasa nikuombe IGP, hii bilioni 1.5 nataka itoe matokeo mapema, na hii hela mimi utaipata wiki ijayo. Wiki
yajayo. Kwa hiyo wewe na waziri wako mfuatilie. Wewe ukienda kwa katibu mkuu wa Wizara ya Fedha au waziri akikuona umevaa hivyo, ukamwambia na pingu naziachia unazivaa hapa kwenye suruali, hata shindwa kutoa hizo hela. Kwa hiyo nataka hiyo hospitali ianze kujengwa kwa taratibu hizo hizo za force account. Lakini nitataka kujua hayo majengo ni mangapi? Je, yana standard gani? Je, fedha hizo kweli value for money inaonekana? Na hiyo bilioni 1 muitumie kujenga hayo mabweni mawili. Mimi nina uhakika mkijipanga vizuri, maaskari wetu jeshi la polisi watakuwa wanalala mahali pazuri, na hiyo ndiyo heshima ya kazi kubwa mnayofanya kwa ajili ya taifa hili. Haiwezekani askari anapambana na jambazi huko, badala ya kuja kutibiwa mahali pazuri kama penye usalama, unakwenda tena kumuexpose ambapo majambazi wanamuona kwenye hospitali za kawaida. Ni lazima tulinde heshima na kazi nzuri na kuthamini kazi nzuri zinazofanywa na maaskari wetu. Mnajitoa sana, mumeitengeneza heshima ya nchi hii. Ndio maana mimi nasema kwa dhati, sitawatupa, niko pamoja na ninyi. Mheshimiwa Waziri, kuna swala limezungumzwa hapa la wastaafu wa jeshi la polisi kutokulipwa mafao yao. Msema kweli ni mpenzi wa Mungu. Mimi nawashangaa nenye Wizara ya Mambo ya Ndani, na uhakika hata wengine hapa raia wanawashangaa. Kuna mstaafu wako amefanya kazi yake nzuri katika miaka yake yote, amemaliza jeshi la polisi bila tatizo lolote, anatakiwa kulipwa mafao yake na mafao yake yapo. Waziri utakaa ofisini kusubiri bila kwenda kuwaombea kwa nini? Katibu mkuu utakaa umekaa ofisini tu, naibu katibu mkuu utakaa umekaa ofisini tu. Kwa nini usichukua haya majina ukatembea ukaenda Wizara ya Fedha ukasema nina wastaafu hapa, nataka pesa zao ziende? Tatizo mawaziri wangu hamcommunicate. Kwa hiyo mnaleteleza watu wa chini kupata shida. Huu ni wajibu wa Wizara ya Mambo ya Ndani. Nikificha nitakuwa mnafiki, na mimi sitaki kuwa mnafiki. Mimi wakati nikiwa waziri wa ujenzi, tunapopata shida za makandarasi wanaomba barabara, nilikuwa naenda kufanya fujo mpaka pale Wizara ya Ujenzi. Simbachawene inawezekana ulizikuta hizo habari. Wala hawakunipenda Wizara ya Ujenzi. Naenda Wizara ya Fedha, nataka hela za makandarasi, na walikuwa wanalipwa. Sasa ninyi wenye wizara niliyowapa hii wizara inayofanya kazi nzuri, wastaafu wenu wanamaliza kazi, wala hamwendi kugombana na wizara zinazohusika wakalipwe hela. Kwa hiyo na IGP siku ukistaafu, Simbachawene hata shughulikia malipo yako. Hilo ndio ulijue. Hata wewe Masimu ukistaafu siku moja hutalipwa. Lakini hili ni tatizo la wakubwa wenu wizarani. Sitaki niseme kwa unafiki, ninasema hapa wanisikie. Hawawezi wastaafu wa polisi mpaka mumsubiri wa rais ndiye akashughulike nao. Mbona jeshini hawanisubiri mimi? Mbona wajeshini wanapostaafu hawanisubiri mimi? Kwa hiyo mimi niwaombe ninyi wastaafu kama wako hapa, muwalaumu Simbachawene na naibu wake na katibu mkuu wake na naibu katibu mkuu wake na wakurugenzi, na mumuunganishe na IGP kwa sababu hapigi kelele huko. Huo ndio ukweli.
wakitaka wastaafu kulipwa watalipwa, wala haiwezi kachukua hata siku 5. Haiwezi. Watu wamekuwa maofisa, wana manyota, wamefanya kazi kubwa, wamekoswa marisasi na majambazi. Anastaafu hawezi hata kulipwa hela yake ya kwenda nyumbani. It's not fair. Kwa hiyo hii ni challenge kwenu viongozi wakubwa wa wizara. Wala mimi msiniambie